Mchezo umetamatika KMC Complex kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union wana Mangush, lakini wamekalia kuti kavu. Young Africans kapata ushindi wa goli 4-1 mbele ya Coastal Union. Vipi kwa upande wa Djigui Diarra? Clean sheet amekosa tena kwenye mchezo wa pili wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Coastal Union. Nasoro, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vizuri kabisa. Tupo vizuri kabisa. Mchezo umeutazamaje kwa upande wako? Mchezo tumeutizama kwa sababu kila siku Yanga wanazidi kubadilika. Kwa sababu niliangalia kwenye ngao ya jamii, tuliwahi kufanya mahojiano mimi na wewe, nikakwambia mwalimu namuelewa. Kwa sababu kama mwalimu namuelewa, nikakwambia kama wachezaji watakaa muda mrefu na mwalimu, sawa, Yanga itakuwa hakuna timu ya kumfunga Tanzania. Si ushaelewa? Na kama umeona ngao tulivyocheza siku ya Mwananchi, tofauti tulivyoenda kucheza siku ya ngao ya jamii. Tulivyocheza ngao ya jamii, tofauti tulivyoenda kucheza Ruangwa. Tulivyocheza Ruangwa, sawa, tofauti na leo tulivyocheza. Kila siku watu wanafanyaje? Wanazidi kuingia kwenye mfumo. Kwa sababu mara kwanza mechi ya ngao ya jamii mpaka Rwanda tulikuwa tunamzungumzia Kankandwa. Sawa, Kankandwa ndo mzuri peke yake. Leo hii sasa kaja kuibuka mtu mwingine kauliona. Alikuwa mwiba kwenye hii mechi. Tunamzungumzia Sokwane, fundi wa mpira. Si ushaelewa? Tunamzungumzia Sokwane, fundi wa mpira. Si ushaelewa? Kwa hiyo maana yake hii timu umeiona leo mtu kachukua chuma 4. Sawa. Shemeji hayupo. Unamaanisha Stefan Aziz. Shemeji hayupo kwenye timu. Si ushaelewa, mtu anaenda kuchukua chuma 4. Nategemea mechi inayofuata na Pamba Jiji, si ndio? Kabisa. Kama atapigwa goli 3 usishangilie Yanga. Kama hatopigwa? Kama atapigwa goli 3 usishangilie Yanga. Umeanza hadi na so. Sikiliza, sisi tumeangalia mechi ya jana. Sawa, mimi nimeangalia mechi ya jana na wewe umeangalia mechi ya jana. Kati ya Simba na Pamba, maana walikutana pipa na funiko. Hakuna mtu alienda kuangalia burudani. Si ushaelewa? Sasa kama watakuja kama walivyocheza na Simba. Sawa, wamepigwa goli ndogo 5. She wangu mpira uchezwe chumbani. She wangu mpira unachezwa uwanjani, kila mtu anaona. Kwa timu ya Yanga inavyocheza hakuna mtu asiona. Kuna maneno umeanza kuyagusia hapo, nilikuwa nakusikia. Oh, clean sheet. Sisi saizi hatuangalii clean sheet. Sisi saizi tunakusanya pointi tuwe tukachukua ubingwa. Lakini kwa upande wa clean sheet, nakurudia tena, sisi saizi hatuangalii clean sheet. Sisi saizi tunatafuta pointi za kwenda kuchukua ubingwa. Inatupa tafsiri gani kwenye safu ya ulinzi? Msitutoe nje clean sheet. Mbona Yanga kacheza mechi 2 ana goli 7? Ongeeni, ndio timu peke yake imescore goli nyingi peke yake. Sawa, hebu nikuulize ndani ya ligi kuu mpaka sasa hivi timu gani imescore goli nyingi? Africans. Yanga? Africans. Nani Max pia Mzengeli ana goli ngapi? Ana goli 2 mpaka hivi sasa. Ana goli? Nitafutie Simba mchezaji gani ana goli 2? Wewe ongeza sauti. Mbona ili amdai kuliongea mliongea clean sheet tu? Lakini hii inatupa tafsiri kwenye safu ya ulinzi ya Young Africans. Pengine kila mechi inaruhusu goli. Kwa clean sheet mpaka sasa hivi tumecheza mechi 2. Sawa, bado mechi 28. Kwa hiyo mechi zinazokuja Djigui Diarra na uwezo wa kwenda kuchukua clean sheet. Kwa sababu msimu uliopita, sawa, Djigui Diarra, sawa, hakucheza mechi 7, lakini alikuja alikuwa yeye ndio kipa bora. Sasa hivi Tanzania haina haja clean sheet hata magoli she wangu. Sababu ukipata clean sheet ukiwa mfungaji bora zawadi unapata wapi? Zawadi zenyewe hakuna. Bora sisi tutafute kombe. Wote tuambia clean sheet ya Diarra mwaka jana ndio yeye. Ana clean sheet nyingi, kapata zawadi gani mpaka leo? Aliweka wazi rais wa TFF. Kapata zawadi gani mpaka leo? Soka ika wazi kwamba wenda tuzo zikafanyika mwezi wa 12. Mfungaji bora mwaka juzi alikuwa huyu akaondoka hana tunzo. Mwaka jana akawa yule Singida akaondoka hana tunzo. Sisi tunaangalia kuchukua ubingwa, masuala ya tunzo hatuna mpango nayo tena. Lakini vipi kuhusu Zakwani kwenye mechi hii ameonekana na kiwango bora zaidi. Pengine tuseme Coastal Union wameingia mbele ya Young Africans wakiwa dhaifu. Sikwambii kosi kuingia dhaifu, mtawaita timu nyingi dhaifu. Mimi nampongeza Engineer Hersi. Usajili alioenda kuufanya, nampongeza Saidi. Kharibu Saidi, GSM. Hela yake aliyotumia tunaiona. Hujua hela ukiitumia kwenye pitch inaonyesha. Leo hii unaenda tena unasemaje Zokwane? Kesho utakuja kumsifia Ngoma. Kesho kutwa utakuja kumsifia nani? Utakuja kumsifia Aziz Ki. Kwa hiyo utakuwa unashindwa nani umsifie ndani ya Yanga Afrika. Wachezaji wote bora mwaka huu. Mbona uongelei leo umefungwa goli bora la msimu? Goli bora lipi ambalo umeliona wewe? Kafunga goli la msimu, haujaona? Lakini msimu bado ndo kwanza mechi ya pili. Utakuja kuniambia ile goli aliyofunga Shabalala nani atakuja kufunga goli? Na kama akifunga mchezaji wa Simba, goli ile kama hajateuka nyonga shangili mpira. Kumbushe la msimu uliopita. Nakwambiaje goli aliyofunga Shabalala
Nitajie nani kafunga? Kama kuna mchezaji wa Simba anaweza kufunga goli lile, anateuka nyonga wazee wale. Sasa mechi ya pili. So mechi ya pili sasa ilishafungwa. Sasa tunasubiri mpaka lifungwe na kati lishafungwa. Magoli kama anaofunga Shabalala tutakuja kuyaona mengi sana wanayanga. Ujue mwaka huu wanayanga unatembea kifua mbele kwa sababu mechi 2, pointi 6, goli 7. Yanga umoja, yani watu wote mashabiki tukikutana tunagongeana 5, sasa tutakuwa nani? Kaangalia upande wa pili wanashinda lakini furaha hawana. Lakini vipi kuhusu matumizi ya FVS? Kwa upande mwingine wameshasikika wakitoa malalamiko, lakini nyie kwa upande wenu mnaitafsiri vipi? Imetumika pia kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union na Young Africans. Mimi nimeipenda mfumo kuletwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa sababu nimeupenda, kulikuwa watu mashabiki wengi na wachambuzi wengi walikuwa wanaongea kinyume. Yanga inapendelewa na marefa, Yanga inapendelewa na marefa. Mfumo ulivyokuja mpaka sasa hivi mechi 2 ishaonekana timu gani ilikuwa inapendelewa na marefa. Umeelewa? Nakuelewa na somo. Mfumo kuja maana walikuwa wanasema Yanga sisi tunabebwa na marefa. Mfumo tokeo umekuja nani kaasirika kati ya Yanga na Simba? Mpaka hivi sasa Simba wanasikika kuwa na malalamiko mengi na mfumo huu. Hawataki mfumo. Wao ndo mara ya kwanza ligi inavyoisha walikuwa wanakuambia wanataka VAR. Leo umekuja mfumo mdogo tu sio VAR. Wanaanza kulia mfumo hawautaki. Nimemsikia kiongozi mkubwa kabisa kwenye soka. Na wao wanajifanya wakongwe. Anakuambia anataka kuandika bodi ya ligi barua ya nini? Na wakati wao wanalalamika. Kaeleza ni mfumo mzuri lakini kuna marekebisho pengine wayafanye. Marekebisho yafanyike kwenye mfumo huu moja tu. Tuyaona sisi marekebisho huu moja tu ndio wamesahau. Dakika hazichezwi sahihi. Kuna mapungufu ya dakika kulingana na kinavyotumika. Bas, kila kitu anakwenda sawa ila dakika hazichezwi sahihi. Kwa mfano mechi ya leo ya Yanga Afrika. Mimi katika hesabu yangu nimeangalia hii mechi imechezwa dakika 80. Zimepelea 10 zimeliwa. Kwa sababu gani? Kipindi cha kwanza refa akaenda kwenye TV mara 3. Sawa, katika TV mara 3 nilikuwa naangalia muda, kila akienda kwenye TV anakaa dakika 4. Sawa. Kipindi cha pili goli zote kaenda kwenye VAR. Sawa. Ukija kutizama kachukua kama dakika 15. Katika dakika 15 anazokula refa, mechi imefika akaongeza dakika 5, dakika 10 kaziacha. Kwa hiyo maana yake mechi tunacheza dakika zitimii. Kwa sasa hivi sheria ya FIFA duniani zinabidi dakika 90 zote zifanyaje? Zitumike ndio zinatakiwa. Kama ulikuwa unaona kombe la dunia, kama refa akichelewa kwenye VAR, hata kama katumia dakika 15, hizo dakika 15 zitafanyaje? Zitachezwa. Sisi tunaomba kwenye marekebisho yao dakika zifuatwe. Dakika zifuatwe. Kama dakika zingefuatwa leo tungeona goli 5 mpaka 6. Hila dakika hazifuatwi. Refa anakaa muda mrefu kwenye mfumo, akitoka dakika hazifuatwi. Red card pengine imewadhoofisha Coastal Union mbele ya Young Africans siku ya leo. Kwani mpaka wanapigwa red card wamefungwa goli ngapi? 3 tayari. 3 tisali. Kwa hiyo red card sio wamefungwa goli moja. Wamefanya nini? Wangu malalamiko itakuja kila timu. Sasa hivi utasikia milio JSM anaharibu ligi. Si ushalewa? Hao ndio Yanga Afrika. Sisi tunawapongeza viongozi wetu kusajili wachezaji wazuri, tunawapongeza viongozi wetu kutoka umoja mpaka leo hatuna kelele. Yanga wote tunaimba nyimbo moja. Hausikii hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Sawa? Soro, lakini huu unakupa mtazamo gani kwenye mechi zijazo za Young Africans? Sio unanipa mtazamo. Juzi unanioji Yanga baada ya kucheza Ruangwa. Kuna neno nilikuambia. Nilikwambiaje? Yanga mpaka kitimiza kwenye mechi 5. Na leo nakwambia tena, Yanga ashacheza mechi ngapi? Mechi 2 tena. Mechi 2. Mechi ya kwanza mtu kapigwa goli 3, mechi ya pili kapigwa mtu goli ngapi? 4. Kabla ya mechi ya 5 kuna mtu atachukua goli 8. Kabla ya mechi ya 5. Kabla ya mechi ya 5 kuna mtu atachukua goli 8. Lakini vipi unavyomtazama mpinzani wako wa karibu, yeye anapata red card katika michezo yake mfululizo lakini bado anahakikisha anapata alama 3. Wangu Simba timu wana. Tusifichane tuambiane ukweli. Simba timu ya kwenda kuweka bato na Yanga hana. Ile timu inaenda mchecheme. Sidhani kama mechi 6 watafika bila kwenda kupoteza. Shika maneno yangu na clip iweke. Sioni Simba wakienda kushinda baki tu baki mechi 6. Sioni. Nini ambacho kinakupa tafsiri hiyo? Kwa sababu timu haichezi vizuri. Kwa sababu ukiangalia Yanga, ukiangalia Simba, mbingu na ardhi. Ila Simba ni wachezaji waliokaa muda mrefu.
Yanga tukiwazungumzia first 11 yao wengi wachezaji wageni. Kwa mfano mbele, combination ya mbele ukiangalia, sawa, utamkuta mtu wa zamani anacheza Mdasiri haya peke yake, lakini wanaelewana kuliko Simba. Si ushaelewa? Na pili, kama marefa wangekuwa sahihi, mechi ya jana ingetoka tasa. Kwa nini unasema hivyo? Wewe kuona mechi? Mechi nimeitazama. Tule kashika aje shika. Lakini muamuzi alienda paka kwenye video support lakini hakung'amua hivyo. Shika aje shika. Mimi nafuata kile muamuzi ambacho amekitafsiri. Wewe mechi usio umeona kashika aje shika. Nafuata kile muamuzi alichokitafsiri Nasoro. She wangu nimekwambia hata hizi support hizi zinazoletwa kuna mtu atakuja kubebwa. Jana Simba kabebwa, mechi ilikuwa inatoka tasa ile. Tule sisi mpira tumecheza ujue. Ukifanya hivi mpira ukikugonga ndo mpira umefuata mkono. Sio unaweka hivi, hapo tuambie mpira umefuata mkono, hakuna duniani. Kama refa jana angekuwa sahihi Simba kafa. Lakini Nasoro sasa hivi kuna kufananishwa kwa Peter Shalulile Shashaman na Dumbia. Hata kufananishwa siweze kufananishwa. Unataka kumfananisha nani? Na Dumbia. Peter Shalulile nani? Na Dumbia. Una akili ukimfananisha Peter Shalulile na Dumba? Peter Shalulile ana goli ngapi? Goli moja mpaka. Ana goli moja. Dumbia ana goli? Hana kitu. Peter Shalulile leo goli zake zimekataliwa 2. Dumbia akafunga hata goli offside. Bado hajafunga. Sasa mnafananishaje mbingu na ardhi? Mbona mnakuwa hamna adabu nyinyi? Yaani wewe unaenda kumfananisha rais na makamu. Vitu hivyo huwezi kufananisha rais na makamu. Rais atabaki kuwa rais, makamu ataendelea kuwa makamu. Kwa hiyo sisi wana Yanga, wewe unasema kuna mwana Yanga akatoka na lalamika nani Shalulile afungi? Hapana, sijasikia. Hakuna. Simba mechi kisha na lalamika, Dumbia alalamiki. Malalamiko ni mengi sana. Sasa unamfananishaje huyo mtu? She wangu sisi tunaopongeza uongozi wetu kwenda kumsajili Shalulile. Shalulile hata kama hajafunga, kazi anayoifanya hakuna mwana Yanga asioiona. Sisi Shalulile, mimi kwa Shalulile napenda asifunge, ila kazi anayofanya uwanjani kuwa mwalimu wa kufundisha, weka hapa mimi mimi nakaa hapa, inatosha. Wengine unaifananisha na mikimbio ya Dumbia nayo pia. Kumfananisha hata kwenye mikimbio bwana wewe. Wewe unaonyesha na Dumbia. Shalulile kafunga ngao ya jamii. Kafunga na niu. Siku ya Mwananchi. Shalulile kafunga mechi na Namungo. Sawa? Haya, Dumbia kafunga nini? Kafunga Rwanda kwenye mashindano ya hajui mtu. Wewe unaambia kafunga mashindano gani Rwanda kafunga? Sekafa Kagame Cup. Sekafa ukishinda unaenda wapi? Ukiwa bingwa? Wendi kokote. Sawa, mashindano gani hata FIFA hayatambui. Nasoro, mimi nikutakia safari njema. Sio kutakia safari njema, sisi tunakualika na media yako. Mechi inayofuata njoo uone burudani. Kwa sababu ukitaka burudani nenda kaione Yanga Afrika. Na pili nikuambie kitu kimoja. Ukitaka kuuona mpira mwepesi au mpira kazi nyepesi, kamwangalie Zokwane. Ukitaka kujua mpira kazi ngumu, kamwangalie Libase.